Miaka kama miwili iliyopita nilikuja hapa Radio Imani hapa, tukafanya vipindi vinakaribia 10 kueleza historia ya uhuru wa Tanganyika, na kwa hakika nawashukuru sana Radio Imani. Kwa sababu gani? Baada ya vile vipindi kurushwa kwenye radio na kwenye television, kila ninakopita leo, mimi siwezi kujificha, kila mara ninakopita watu watanifuata, bwana mimi unijui, lakini mimi nimekuona kwenye TV Imani, nimekusikia kwenye Radio Imani unazungumzia historia ya uhuru wa Tanganyika. Kweli ni historia nzuri, sisi shule tulikuwa tukufundishwe historia hii. Na sasa manaka kweli ilikuwa ni tatizo kuwa nchi imepata uhuru, lakini wale watu ambao walipigania uhuru huo hakuna mahali popote historia zao zimekuwa zimeandikwa, na hii ikawa ni shida kubwa. Na nilipotoa kitabu cha Abdul Sasiki kutoka mara ya kwanza kwa Kiingereza, na hiki kitabu sasa kina miaka 28, ni miaka mingi, ni miongo mitatu hiyo. Watu, na ninazungumza kama hivi kwenye radio, nimepata kuzungumza Radio Kheri mara nyingi tu, historia hii watu wameijua, lakini shida moja kubwa iliyokuwepo ni kuwa historia ilishaandikwa, historia rasmi imeshaandikwa, na hawa watu ambao wana mamlaka ya kuweka mitaala wanaona uzito kubadilisha historia ile ya awali ambayo ilikuwa na upungufu mkubwa na kueleza historia ya kweli. Vipi wewe utaandika historia ya tano basi iwe historia ina mtu mmoja tu, Mwalimu Nyerere, watu wengine hakuna? Watu wengi wamefanya mambo makubwa pamoja na Mwalimu, na hii historia ingeandikwa ingetusaidia kitu kimoja. Kwanza, kuonyesha ule mshikamano na mapenzi yalikuwemo baina ya Watanganyika wakati kule uhuru, kitu ambacho kidogo hivi sasa hatuwezi kujidai kuwa tunacho, na wala tusisingizie kwa sababu tuna vyama vingi. Hapana, ni kwa pengine hichi kizazi cha sasa hawajui huko tulikotoka, yale mapenzi yaliyokuwepo baina ya wananchi wote wa Tanganyika. Sasa hili ni jambo ambalo ni tatizo kidogo. Wakati wa Rais Magufuli alitengeneza kamati ya kuandika upya historia ya uhuru wa Tanganyika, na mimi niliingizwa katikati, sikuwepo katika ile jopo la kwanza, lakini katikati nikapigiwa simu siku moja, nikaambiwa kuwa unatakiwa ujiunge na wenzako katika kuandika historia ya uhuru wa Tanganyika. Na nilipofika nimekuta miswada imeshaandikwa, mnapitia kwa makundi na mnasema kama hii imekaa sawa, mnaongeza mahali papunguza. Lakini vile vile niliona lipo tatizo kubwa, kuwa wanashindwa kuondoka kutoka kule kwenye ile historia ambayo wao wamezoea. Na mimi nilikuwa nikisema, na uzuri ni kuwa tuko nakaa katika hall kama hii studio yetu hapa, na kuna meza zimepangwa, tunakaa watu 5, 6, 6, na kila watu wanapewa topic wanaifanyia kazi. Sasa ilikuja siku moja tumepewa asubuhi, wanasema kuwa dini zote zilishiriki katika harakati za kudai uhuru wa Tanganyika. Mimi ningeweza kukaa kimya na ile ikapita ikawa kwenye mswada ambao ndio kitakuja kwa kitabu, iwepo vile kuwa dini zote zilishiriki. Mimi nikanyosha kidole, kaambia yule kiongozi wetu, nikamwambia kama tutaogopa sisi kusema kweli, tutakuwa tunajidhulumu sisi wenyewe.
si dini zote zilizoshiriki katika kupigania uhuru wa Tanganyika. Hata waliweka na jina la kanisa moja, wala sijapata kulisikia mimi, wala si maarufu. Nikasema nikiuliza viongozi hao unasema walishiriki na wao, unaweza kunitajia hao ambao mimi nimewaeleza viongozi hawa na wanastahili kuwepo? Mtu kama Sheikh Hassan bin Amere, Suleiman Takadiri, Sheikh Yusuf Badi, Sheikh Rashid Sembe, hawa wamekuwa ndani ya chama cha TANU, watu wanawajua. Na hata leo ukenda Lindi kuna mtaa umepewa jina lake, na wanaweza kuonesha hii ndio ilikuwa madrasa yake, na wanafunzi wake mpaka leo wapo, na wanakumbuka kuwa siku Mwalimu amekwenda Lindi mwaka wa 56, wao wakiwa watu wadogo walikwenda kwa na matari wanapiga kwenda kumpokea, na wameshiriki watu wengine kwenye dua hizi. Sasa vitu hivi mtaviogopa mpaka lini? Mtakuwa mnaogopa kusema? Ukumbi mzima ule umekaa kimya. Nani asiyejua kama Sheikh Hassan bin Amiri alikuwa anauza kadi za TANU? Nauliza. Sasa mtaka kusema huyo kiongozi ile kanisa anasema alikuwa anapita katika makanisa na kuuza kadi za TANU? Ukumbi mzima uko kimya. Lakini kasema hapana, kama nyinyi mnataka iwe hivi, mimi nimeletwa kusaidia. Uamuzi wa mwisho mnao nyinyi viongozi wenu, mnaweza kufanya mnachotaka. Sasa ni kuwa hatujapiga hatua, hii historia ipo, lakini bado inaogopwa. Ile kusema kweli na kitu kinatuatisha ndio hiyo, kuwa isionekane kama nchi ilikombolewa na Waislamu. Watu wote kweli walishiriki katika kupigana, lakini kweli unaweza ukaiacha? Manake hii imekuwa ni field of inquiry. Kwa nini Waislamu walikuwa mstari wa mbele? Kwa sababu wao walikuwa wana wamishonari. Hata wakati wa vita vya Kijerumani, wamishonari wanapandisha bendera ya Mjerumani pale. Akina Bushiri bin Salim wakiona ile bendera kwenye makanisa wa wamishonari wamepandisha bendera ya Mjerumani, wanachukua kama maadui wetu hawa, wanashirikiana na watu ambao wamekuja kututoza nguvu sisi katika nchi zetu. Sasa hivi ni vitu lazima tuviseme kweli na tusione aibu. Na haya ni madhara ya ukoloni. Hakuna mtu anelaumiwa kwa nini ilikuwa hivi. Kuwa African Association iwe imeanzishwa Mzee bin Sudi, Kleist, Zibe Kidasi, Ali Saidi Mpima, Ibrahim Hamisi, hawa ndio ilivyokuwa hali ya ukoloni. Hawa wale kule wanakatazwa wasiingize katika mambo ya siasa. Imetengenezwa political subcommittee ya TAA na mashekhe ndani. Hivi ndio vitu vya ukweli, hatuwezi, lazima tuvitaje. Sasa tutaikataa historia yetu kwa sababu hii, tutakujidhulumu sisi wenyewe. Sasa huu ndio ukweli wenyewe. Sasa tukaliuliza, ndio nikawa nasema kuwa hivi mimi si kama naona raha sana hadithi hizi, lakini ni historia ambayo lazima tuhadithie na watu waijue na waheshimu, na waheshimu wale watu ambao walijitolea kupigania. Ngoja nikupe mfano mwingine. Siku moja kanipigia simu mtu akisema, naomba tukutane na kitu nataka nikueleze. Basi tulikuwa kama watu watatu pale. Msemaji akisema, bwana, mimi ni mjukuu wa Rajabu Ibrahim Kirama. Anasema huyu mimi ni babu yangu, na kila mwaka sisi tunafanya kumbukumbu yake, hauli, tunaifanyia Machame, na imekuwa ni kalenda kubwa kwa watu ambao wanatoka Machame mkuu, kwa sababu huyu Rajabu Ibrahim Kirama yeye ndio alikuwa mtu aliyeuleta Uislamu Machame.
na aliposilimu yeye akawaacha baadhi ya ndugu zetu katika Ukristo. Kwa hiyo inapokuja ile hauli, haiwi sana kama ni jambo la dini, ni jambo la kifamilia. Ingawa sisi pale tunasoma hitma na wale ndugu zetu wa Kristo wanakuja na huwa tunasoma historia yake. Mwaka huu tumesoma historia ya babu yetu pale, vipi alikwenda mpaka Zanzibar, akawaleta walimu pale Nkuu, akajenga madrasa, akajenga shule, na Uislamu kaja pale. Na Ukristo ulikuwa umeshachaguliwa. Kulikuwa na Leipzig Mission ilikuwa imekuja pale, imewatangulia sana, na wamejenga makanisa, wamejenga shule na hospitali, na babu yetu akwepo. Ni historia ambayo inavutia. Kwa hiyo kila mwaka tunakutana pale na tunachinja, tunakula, alafu tunaga kila mwaka. Sasa mwaka huu hawa jenzia wakasema, jamani, kila mwaka mnahadithia habari ya historia ya babu yetu. Kuna mtu kaandika kitabu cha Abdul Sykes hiki, wao wamefanya mambo kama walifanya babu yetu. Kwa nini mumtafuti huyu mtu akaandika historia ya babu yetu tukapata? Basi wakaniambia, tunataka utuandikie historia hii. Nikamwambia sawa, lakini lazima mnihadithie. Wakasema si tu tutakuhadithia, tutakupa na nyaraka zake. Mimi nimekwenda Machame Nkuu, nimepewa nyaraka zina miaka 100, na nimekutana na mwanae anaitwa marehemu, ilikuwa kama ananisubiri. Baada ya kuzungumza na mimi hakuchukua muda, yule mama kafariki. Jina lake ni Hawa binti Rajabu Ibrahim Kirama, lakini maarufu kwa sababu mtoto wake mkubwa anaitwa Ali, wanamuita Mama Ali. Yule mama ukisikia Kiarabu anachozungumza, nikamuuliza, Hawa imekuwaje? Akasema, bwana, mimi natoka kwenye familia kubwa za hapa Machame. Upande mmoja mimi, upande wa mama yangu mimi ni binti Shangali. Akasema naam. Na upande mwingine mimi ni Kirama. Na huyu Kirama wakati huo alikuwa ndio mkuu wa majeshi ya Chief Shangali. Sisi kwa wetu toka enzi na enzi, miaka na miaka, tunatoa wakuu wa majeshi vita, sisi ndio tunasema mbele kumlinda Mangi, na Chief Shangali ndio alikuwa mtawala. Lakini waligongana pale. Babu yetu ambaye ndiye angetakiwa kuja kuwa jemadari wa majeshi ya Mangi, aliposilimu akaingia Uislamu na akaenda Zanzibar, akaleta walimu kuingiza Uislamu hapa Tanganyika, Machame Nkuu. Na ndio mimi nimesoma chuo hicho, na wengi wa Machame elimu yao ya ABC AIO walisoma kwenye shule laanzisha babu yangu, na mimi nimesoma hapo, na Qur'ani yao wamepata hapo. Na hivi ninavyokuambia wanajenga na karibu msikiti unaambia msikiti mkubwa wa ghorofa. Basi mimi nikaandika kitabu hichi cha Rajabu Ibrahim Kirama, jemadari wa vita wa jemadari wa Uislamu. Na kitabu hiki nilikizindua miaka miwili iliyopita, hapo 2-3 hapo chuo cha Kiislamu. Hapo fanya uzinduzi wa kitabu hiki. Sasa ni hivi, ni kuwa hivi vitu, hizi historia lazima tuziweke, na kwa vijazo waje wasome, wajue nini historia kweli. Vinginevyo tukiwa tunaogopa, tutakuwa taifa ambalo halina historia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.